kichwa cha ujumbe ambacho ni prosperity, ambayo katika prosperity tuko katika episode number 19, na kwa katika episode number 19 tuko na subtopic ambayo inauliza, did Paul live a prosperous life? Je, Paulo aliishi maisha ya mafanikio? Aliishi maisha ambayo yana utajiri? Je, Paulo aliishi katika maisha ya kuwa na maendeleo ama kufanikiwa katika maisha yake? Kwa nini nauliza namna hiyo katika subtopic? Ni kwa sababu wengi wetu tunahubiri injili ambayo haina mtazamo, ikiangaliwa kwetu haina mfano, ambayo hayo sio mapenzi ya Mungu ila ni mapenzi ya mwanadamu. Na nafikiri tunapoelewa mapenzi ya Mungu ni yapi, Mungu anapenda tuwe na kila kitu ambacho tunakihitaji, akatujalizie, akakutana na mahitaji yetu, akatubariki, akatuajalie kuona mkono wake, tukawe mfano kwa wengine, pia tukawe baraka kwa wengine, pia tukajitolea katika mambo mengine, na pia yale tunayoyahitaji akatendeke. Kwa hiyo tukiangalia katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 24 fungu la 25 na 26 inasemaje? 25 mpaka 26 inasema hivi: na Paulo alipokuwa akitoa hoja zake katika habari ya haki na kuwa na kiasi na hukumu itakayokuja, Fileki ama wakizungu anaitwa Filis akafanya hofu, akajibu, sasa enenda zako, nami nikipata nafasi nitakuita. Kwa nini alisema namna hiyo? Twende verse 25, verse 26. Pamoja na hayo alitaraji kwamba apewe fedha na Paulo, kwa hiyo alimwita mara nyingi, akaongea naye. Bwana asifiwe. Alitaraji apewe vitu na nani? Na Paulo. Bwana Yesu asifiwe. Tukiangalia kwamba katika mtazamo wa injili ya Kristo, Yesu alikuwa na wanafunzi 12, na katika wanafunzi 12 hakuwachukua kwa sababu aliwakuta tu akamtana akamwambia, njoni twende. Hakuwakuta kijiweni akamwambia, vipi mabeste, akawagotea alafu akamwambia twende. Hapana, aliwakuta kila mtu akiwa busy na shughuli zake. Bwana asifiwe. Alikuta kila mtu akiwa na shughuli zake za kutafuta fedha, za kutafuta mali, za kutafuta maendeleo, za kutafutia family. Maana mtu asiyekuwa na mzigo wa kufaulu katika maisha hatakuwa na mzigo wa kutumika katika huduma. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wale wanafunzi wa Yesu wote aliwakuta kila mmoja akifanya kitu ama akifanya kazi ama akitenda jambo. Na ndio maana hata Petro alipoitwa, Simoni Petro anaambiwa, njoo nami nitakufanya uwe mvuvi wa watu. Amen. Amen. Nafikiri sekunde changekaa ndani kwa sababu ya mvua nje. Changekaa ndani itakuwa vizuri zaidi, lakini awe anaweza kuwa mwangalifu na nje. Jina la Bwana lipewe sifa. So, ningependa tuelewe jambo hili ya kwamba sote tunahitajika tukajukumike, sote tunahitaji kufaulu, lakini kabla hatuja faulu tunahitaji kuwa na jambo la kutenda. Sio kama unangoja, wengine wale mtumishi wa Mungu unangoja sadaka zije ndio upate sadaka. Maana anasema Mungu wa dunia hii, yaani ni shetani,
kujaza watu mioyo hata wasiipokee nuru itakayowaokoa ama kuwasaidia. Watu sadaka hawatoi, hawawezi barikiwa. Watu si waaminifu kwa mafungo ya 10, hawawezi kufaulu. Na anapopata kama mshahara, kumetokea jambo ambalo linangoja kulenga hiyo pesa. Maandiko yanasema ya kwamba na mifuko yenu imetoboka. Yaani mapata pesa mnatia kwenye mifuko iliyotoboka. Hii kutoboka si kumaanisha imetoboka na anguka chini. Lakini mwaweka lakini inangojewa na mashida. Kwa hiyo wanafunzi wa Yesu walikuwa busy being something wakiitwa. Na tunaona Paulo hawa wanafunzi wa Yesu. Hata wakati Yesu alipopaa kwenda mbinguni baada ya ufufuo, Paulo alikuwa akiwashika Wakristo, akiwaua, akiwafunga, akiwavuta wakifa. Jambo ambalo lilileta taharuki kwa watu ambao waliitwa Wakristo, watu walioitwa waumini, watu walioitwa mitume. Lakini baada ya hapo, Paulo alipompokea Yesu, nataka ujue kwamba alirudia elimu yake. Maana yeye alikuwa fundi mtengenezaji wa ngozi. Sisi kama tunaelewana, alikuwa mtengenezaji wa nini? Wa ngozi. Paulo alikuwa akishona hata na hema. Paulo alikuwa na ujuzi wake. Wataka uitwe na Mungu ufanye huduma, lakini una ujuzi. Naona wengine wanatengeneza simu, naona wengine wanafanya ukulima. Si ni elimu hiyo? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ukijua kutumika katika shughuli zako upate riziki, utajua kutumika kwa ajili ya huduma. Unajua siku fulani nitafunga, siku fulani naenda kwa ibada, siku fulani niko na huduma, siku fulani nafunga niombee mtu fulani ama kitu fulani ama huduma yangu ama mchungaji. Sasa Paulo alikuwa ameshikwa. Maana ukiangalia hapo chini inasema kwamba Paulo alikuwa amewekwa rumande. Ama isemi namna hiyo. Verse 27 inasema nini? Na miaka miwili ilipopita, Feliki akampokea Porkio Festo atawale badala yake, na Feliki akitaka kuwafanyia Wayahudi fadhili, akamwacha Paulo amefungwa. Si kufungwa kwamba alikuwa kwa kufungwa kwa huduma, hapana. Alikuwa ndani lakini kwa ajili ya Kristo. Na alikuwa akishtakiwa kwa ajili ya tumaini la ufufuo wa watu baada ya kifo. Hiyo ni siku ya Kiyama. Bwana asifiwe. Kwa hivyo yule Feliki alikuwa akitamani apewe kitu na Paulo. Sio kama tunaelewa hiyo. Kuna kesi ya kufanya, lakini kama anataka aombe ni Paulo. Kama alimwita mara nyingi. Tukisoma verse 26 inasemaje? Verse 26 inasema pamoja na hayo alitaraji kwamba atapewa fedha na Paulo. Kwa hiyo alimwita mara nyingi akiongea naye. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunahitajika kuwa matajiri. Tunahitajika kuwa matajiri. Wakristo tukisema Yesu anaweza, hata sisi tusiwe waombaomba. Ombaomba kwa watu tusaidiwe, hapana. Sisi wenyewe tuwe mfano. Jina la Bwana lipewe sifa. Mlango wa 28 hiyo ni Matendo ya Mitume. Mlango wa 28 fungu la 29 na 30 nasema 29 na 30 nasema hivi: alipokwisha kusema haya, Wayahudi wakaenda zao, wakaulizana mengi wao kwa wao. Akakaa muda wa miaka miwili mizima
katika nyumba yake aliyokuwa ameipanga ama amepangishiwa. Akakaa kwa miaka mingapi? Miwili. Akawakaribisha watu wote waliokuwa wakimwendea. Ona, Paulo alikuwa na pesa mpaka alikuwa amekodisha nyumba. Bwana asifiwe. Paulo alikuwa na pesa. Na si vizuri mtumishi wa Mungu ama Wakristo kufungiwa nyumba. Wakristo kufungiwa nyumba ni makosa, ni aibu, haionyeshi utukufu wa Mungu. Kama wewe utadharauliwa na watu ambao wewe ndio unawahubiria, utawahubiria nini washike? Ndakana wakuone. Bwana asifiwe. Yale magari makubwa ndakana yawe na Wakristo. Land Cruiser sasa hivi unakuwa na matope haisikii, inatembea hivi juu ya matope, ikitoka hapo hata hiyo matope imeachwa hapo chini, yenyewe imepita imeenda za. Sasa hiyo pengine unaenda mjini, unapeleka mtoto shule, unaenda kuona mzazi wako. Bwana asifiwe. And I think wale adults mko hapa mnajiandaa sasa, Mungu awabariki. Amen. Amen. Hata ninyi watoto, Mungu awabariki wazazi wenu. Mungu awabariki wazazi wenu. Bwana asifiwe sana. Paulo alikuwa na chumba ambacho alikuwa amekipanga. Hata akiwa ndani alikuwa amekilipia. Ilikuwa kufungwa. Tuangalie Wakorintho wa pili mlango wa 9 fungu la 8. Wakorintho wa pili mlango wa 9 fungu la 8. Inasema hivi: na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi tena katika kila tendo jema. Mungu atawajalizia hata ninyi. Mungu atawajazia hata ninyi. Hamtapungukiwa. Wazazi wenu hawatapungukiwa. Ninyi wenyewe hamtapungukiwa. Mungu atawajazia kila hitaji mnalolihitaji. Maandiko yanasema ili mkiwa na riziki za kila namna mpate kuzidi katika matendo mema. Maana kama una riziki ya kila namna, si riziki tu. Maandiko yanasema mnapozidi katika riziki za kila namna, muwe na matendo mema, mzidi katika kutenda mema. Maana pia mtasaidia mayatima, mtasaidia maskini. Bwana asifiwe. Wacha nirudie huo mstari. Nikana umenibamba sana. Narudia, na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Mkiwa na riziki za kila namna. Bwana asifiwe. Wataka kiatu unanunua, wataka shati unanunua, wataka blouse unanunua, wataka skati unanunua, wataka beskeli unanunua, wataka TV unanunua, wataka kumwona nyanya unaenda, unampelekea nini? Mazawadi. Bwana asifiwe. Yaani hata yatima ukimkuta unamsaidia, mjane ukimkuta unamsaidia. Bwana asifiwe. Maskini ukiwapata nao unawasaidia. Yaani maandiko yanasema mnapokuwa na riziki za kila namna, mzidi katika kutenda matendo mema. Amen. Amen. Wafilipi mlango wa 4. Wafilipi mlango wa 4. Wafilipi mlango wa 4.
Angalia Wafilipi mlango wa 4. Wafilipi mlango wa 4 fungu la 15 mpaka 19. Inasemaje? Nani pia ninyi wenyewe mnajua, enyi Wafilipi, ya kuwa katika mwanzo wa Injili nilipotoka Makedonia, hakuna kanisa lingine lililoshirikiana nami katika habari hii ya kutoa na kupokea, ila ninyi peke yenu. Kwa kuwa hata huko Thesalonike muliniletea msaada kwa mahitaji yangu, wala si mara moja tu. 17. Si kwamba nakitamani kile kipawa, bali nayatamani mazao yanayozidi kuwa mengi katika hesabu yenu. Lakini ninavyo vitu vyote na kuzidi tena, nimejaa tele, nimepokea kwa mkono wa Epafrodito vitu vile vilivyotoka kwenu, harufu ya manukato, sadaka yenye kibali impendezayo Mungu. 19. Unaona, baada ya kutenda hayo aliyotenda, fungu la 19 anasemaje? Na Mungu wangu atafanya nini? Atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Na unaonaje, tukiwa na riziki za kila namna, hata tutasapoti mtumishi wa Mungu kutumika, tutasapoti kanisa kusonga mbele. Bwana asifiwe. Tutanunua magari ya kanisa ya kupeleka injili, tutanunua vyombo vya kupeleka injili, tutanunua majukwaa ya kupeleka injili. Amen. Hata fedha za kugharamikia injili. Na kwa ajili ya hayo, tunapojitolea kwa ajili ya kazi ya Mungu, tunapojitolea kwa ajili ya huduma, tunapojitolea kwa ajili ya kusonga mbele katika maisha, hapo mtumishi wa Mungu anaposikia kufarijika, anaachilia baraka. Amen. Paulo anasema, na Mungu wangu, na Mungu wangu. Bwana asifiwe. Wacha nisome ili kusikie, nisije nikasema kwa mdomo nikapitisha. Na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji. Bwana asifiwe. Kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Sasa watu wengi wanataka kujaziwa. Watu wengi wanataka kujaziwa. Wajaziwe, lakini kule kutoa, kule kujitolea na kusupport kazi ya Mungu, huduma ya Mungu isonge mbele, watu waokoke, watu wamjue Mungu. Haiko sahihi kwa Wakristo. Hata makanisa mengi sasa hivi watu wanataka kwenda, ni yale tu wanaambiwa, pokea katika jina la Yesu, pokea katika jina la Yesu, barikiwa katika jina la Yesu. Lakini utabarikiwa kwa kitu chenye hukutoa. Wewe maana anasema mkono unaotoa utabarikiwa. Kila mkono unaotoshwa utabarikiwa. Wewe sibarikiwa kabla hujatoa. Wewe sibarikiwa hata kutoa nafsi yako iwe dhabihu iliyo hai, ni sadaka pia. Na Mungu anaweza kutenda kwa sababu una kitu. Kupitia kwa kutoa nafsi yako ama mwili wako kuwa dhabihu iliyo hai, inaweza kusababisha Mungu akafungua milango ya wewe kusonga mbele. Na ukianza kutumikia Mungu, Mungu atakujalizia katika kila hitaji unalolihitaji, lakini katika utukufu ulio ndani ya Kristo Yesu. Sio utukufu ulio katika mapenzi ya mwili, sio utukufu ulio katika tamaa za kimwili, sio utukufu ulio katika kiburi, sio utukufu ulio na uchoyo, sio utukufu ulio na chuki, ni utukufu ulio ndani katika Kristo Yesu. Bwana asifiwe sana.
Paulo anasema nilipokea sadaka kutoka kwenu, mlisimama na mahitaji yangu. Si kama nakihitaji kile kipawa, lakini yale mazao yanayozidi na neno kila wakati, haya ndio nayatamani. Bwana asifiwe. Hata Mungu ufurahia watu wanapokuwa katika ufahamu wa kumjua yeye. Maana hatuendi tu kanisani kusifu, hatuendi tu kuabudu peke yake, tunaabudu kila siku, tunasifu kila siku. Hatuendi kutoa sadaka peke yake, sadaka tunatoa kila siku. Maana yale tunayoyatenda pia ni sadaka, ni dhabihu. Tunaenda kanisani kwa ajili ya kukua katika ufahamu wa kumjua Mungu, na tunapomjua Mungu sana tutabarikiwa sana. Amen. Amen. Tumalizie na Matendo ya Mitume hapo mlango wa 18 na Wathesalonike wa kwanza. Matendo ya Mitume mlango ni wa 18. Nasemaje? Fungu la 3. Bwana asifiwe. Na kwa kuwa kazi yao ya ufundi, narudia, na kwa kuwa kazi yao ya ufundi ilikuwa moja, akakaa kwao, wakafanya kazi pamoja, kwa maana walikuwa mafundi wa kushona hema. Nani huyo alikuwa anashona mahema? Paulo. Yes. Alikuwa fundi. Na si fundi hivi. Si fundi wa kufuma kama ile kwa Yesu, vile ilikuwa imefuma mafundo kutoka juu kwenda chini. Si kutoka chini kwenda juu, kutoka juu kwenda chini. Si hivyo. Bwana asifiwe. Amen. Ilikuwa yeye ni fundi hodari wa ngozi. Sasa alikaa huko akafanya kazi ya ufundi. Bwana asifiwe. Tuangalie kitabu cha Wathesalonike wa kwanza. Wathesalonike wa kwanza, nimegundua nimebakisha vitabu viwili. Wathesalonike wa kwanza mlango wa pili fungu la 9. Wathesalonike wa kwanza mlango wa pili fungu la 9. Inasema hivi: maana ndugu, mnakumbuka taabu yetu na masumbufu yetu, kwa kuwa mchana na usiku tulifanya kazi, tusije tukamlemea mtu wa kweli awaye yote, tukawahubiri hivi habari ya Mungu, injili ya Mungu. Amen. Kwa hivyo Paulo anakumbuka pia hakumlemea mtu. Kama mimi nikiwa hapa nilipoingia katika huu mji, sijamlemea mtu. Hakuna mtu anaweza sema pastor alinilemea kwa hili ama kwa lile, ama nikawa mzigo hapa katika mtaa. Mimi mwenyewe nilikuwa baraka katika mtaa. Na hii ndio injili ambayo Paulo anasema hapa. Hii ndio injili Paulo anayohubiri. Si kwa mzigo kwa mtu, hatukuwa mzigo wa mtu, hatukumlemea mtu kwa lolote. Bwana asifiwe. Na watumishi wa Mungu hawapaswi kulemea mtu ama wakawa mzigo kwa mtu. Na ukiona mtumishi wa Mungu ambaye si mzigo kwako, fanya bidii, unyoshe mkono wa kusapoti huduma. Alafu ukisapoti huduma ile anafanya, Mungu atakubariki, maana ile bidii iliyo ndani yake itachipuza na iwe ndani yako, na maisha yako yatakuwa ya baraka. Amen. Usitarajie kupokea baraka ambazo hujazitafuta. Najua hapo watu wengi ndipo napakanya sana. Usitafute kuvuna chenye hukupanda. Ukitafuta kuvuna chenye hukupanda, wewe ni mwizi ama si mwizi? Lakini sisemi kwamba na hukumu, na kwamba ule ukweli. Ukisema na kuvuna chenye hukupanda, wewe ni nani? Na Wakristo wengi tumekuwa wakora, tunatafuta pale tunaambiwa barikiwa, lakini pale unaambiwa ukitoa ndio utapokea, hawataki. Ndio unaona mtu anaweza toka safari hapa, akafunga safari kutoka hapa Malindi, hata Malindi Juja. Bwana asifiwe.
akaenda mpaka wapi? Nairobi, ili tu akaambiwe pokea katika jina la Yesu. Tikiti hiyo tikiti umekata kutoka hapa mpaka Nairobi, ili ukaambiwa barikiwa, tena usende amen. Hiyo baraka tungekwambia hapa na ukaipokea. Na hiyo tikiti umechoma kutoka hapa mpaka huko, hata afadhali ungetoa sadaka hapa, afadhali ungesupport huduma ya Mungu hapa, afadhali ungesimama na kazi ya Mungu na usonge mbele. Bwana asifiwe. Leo watu wanaenda mpaka Nigeria, watu wanaenda sijui mpaka wapi. Hata wengine wanatoka hapa Kenya, wanaenda nchi za nje kufanya kazi ya nyumbani ili wapate pesa. Lakini pesa ni nyingi hapa Kenya. Usaidia ni mtu kwamba hakuna pesa. Pesa ni nyingi. Wewe ndio ujui kuzitafuta. Unaona vile mmenyamaza vizuri? Unaona ile event ya lazima? Pesa ni nyingi. Saa hii toka kwa ile barabara pale mbele. Utaona gari imepita mpya, hata ile namba plate. Ni hivyo hapa sivyo? Ametoa wapi hiyo gari? Si amenunua? Amenunua na mchanga? Amenunua na nini? Kwa hivyo pesa ni nyingi. Msiende nje kutafuta pesa. Pesa iko hapa. Na Mungu alisema Kenya ni kipenzi chetu, hatutaiacha milele. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Wathesalonike wa pili, Wathesalonike wa pili mlango wa 3 fungu la 8. Wathesalonike wa pili mlango ni wa 3 fungu ni la 8. Inasema hivi: wala hatukula chakula cha mtu yeyote bure, bali kwa taabu na masumbufu usiku na mchana tulitenda kazi, ili tusimlemee mtu wa kwenu awaye yote. Na hivyo ndio vile tunahitajika kufanya. Kama mimi nashukuru hapa, nani anaweza sema nilimlemea? Nani hapa anaweza sema iko? Hakuna. Hata wengi ndio support. Hiyo ndio huduma, hiyo ndio kazi ya Mungu. Na si kwa sababu nilikuwa na pesa za kusupport mtu, ni kwa sababu nilifanya kazi kwa juhudi mchana na usiku, nikijua kuna hitaji katika kazi ya Mungu, katika huduma ya Mungu kuna mahitaji. Bwana asifiwe sana. Na haya mahitaji bila wewe mwenyewe kutafuta kuyajua, hautasimama na kazi ya Mungu na hautabarikiwa. Bwana asifiwe. Angalia mwenzako, mwambie tafuta kusimama na kazi ya Mungu. Tafuta kusimama na kazi ya Mungu. Na ukitoka nyumbani unabeba sadaka. Na ukitoka nyumbani unabeba sadaka. Wacha niwaambie, ukitoka nyumbani na sadaka, hata kama ni kiwango gani, na isiwe sadaka ya aibu, uje tu, hata ukose kula leo, umtolee Mungu hapa madhabahu. Mungu anaweza kutenda mambo makubwa ya ajabu zaidi ya yale unayowaza ama kuyaomba ama kuyahitaji, akafanya na zaidi ili akubariki. Maana nasema mkono unaotoa, mkono huo ndio unapokea, na kile chenye unapanda ndio unafanya nini? Unavuna. Bwana asifiwe. Kwa mfano, wanafunzi wakwenda kusoma, alafu anataka afanye mtihani, atapita? Hawezi. Kwa hivyo kile umepanda ndicho utavuna. Waefeso mlango wa 4. Waefeso mlango wa 4 fungu la 28. Waefeso mlango wa 4 fungu la 28. Amen. Amen. Inasemaje? Inasema muibaji. Bwana asifiwe. Inasemaje? Muibaji asifanye nini? Asiibe tena. Afadhali afanye nini? Afanye juhudi, akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe, apate nini? Kuwa na kitu cha kumgawia muhitaji. Bwana asifiwe. Mwenye kuiba asiibe. Afadhali afanye kazi iliyo kwa mikono yake ili apate kitu cha kumgawia mwenye kuhitaji. Yesu alisema
ndege wana viota na mbweha wana mapaa, lakini mwana wa Adamu hana mahali pa kuwekea kichwa. Bwana asifiwe. Tafuta kufanya kazi ya Mungu vizuri. Ukifanya kazi ya Mungu vizuri, Yesu amepata mahali pa kuendelea hivi, na ni katika maisha yako. Bwana asifiwe. Na anaweza kukubariki akakutenda mema. Amen. Wakolosai, nafunga na Wakolosai mlango wa 4. Wakolosai mlango wa 4 fungu la kwanza. Wakolosai mlango wa 4 fungu la kwanza. Sema hivi: basi ndugu zangu wapendwa wangu, na wao ninao waonea shauku furaha yangu na taji yangu, hivyo simameni imara katika Bwana, wapenzi wangu. Simameni mkiwa hodari katika nani? Bwana. Si katika mambo ya dunia, si katika mambo ya kimwili. Kama ni taabu, ni katika Bwana. Amen. Kama ni kutenda mema, katika Bwana. Kama ni juhudi za kutumika katika Bwana. Kama ni kuomba, muombe katika Bwana. Niliwaambiaje Jumapili? Niliwaandikia mstari pale. Nikamwambia watu wengi wanataka kubarikiwa, lakini wamerukaruka huku juu wakaenda kule chini ndio wanataka. Haya maandiko yalikuwa yanasemaje? Bali utafuteni ufalme wa mbinguni na haki yake yote. Utafuteni ufalme wa mbinguni kwanza na haki yake yote, na mengine mtazidishiwa. Watu wanataka kuzidishiwa, lakini kutafuta ufalme hawataki. Haki hawataki, ufalme hawataki, lakini wanataka wazidishiwe, wanataka wazidi, wanataka wabarikiwe. Bwana asifiwe. Mpendwa, nataka ujioje siku ya leo. Ni mambo gani unayojishughulisha nayo? Hata sasa hivi tuko hapa, ni nini kinachorani katika mawazo yako na akili zako? Je, ni mapenzi ya Mungu ama ni ya mwili? Kama ni mapenzi ya Mungu, utavuna baraka kwa sababu unatafuta kutumikia Mungu. Lakini kama ni mapenzi ya mwili, utavuna mapenzi ya mwili. Na mapenzi ya mwili ni uharibifu. Na waombea na Mungu ageuze nia zenu na mawazo yenu, mkapate kutafuta uso wa Bwana, mkitafuta kumtumikia yeye, naye Bwana atawabariki, na furaha yangu itakuwa kwa ajili yenu mnapobarikiwa. Mungu wa amani awabariki sana na watende mema. Amen. Amen. Thank you.